Matangazo ya Morning Trumpet bado yanaendelea na leo ni Idi pili na ni siku ya kwanza ya mwezi Aprili mwaka 2025. Tupo hapa na tunaangalia namna gani ambavyo wewe ulisherehekea siku ya Idi hapo jana, ambayo ni siku hii imekuwa ni maalum kwa ndugu zetu jamii ya dini ya Kiislamu ambao wanasherehekea baada ya mfungo wa Ramadhani, kwa maana kimaliza mfungo huo kinachofuata ni Idi al-Fitri. Sasa tupo hapa kuangalia kuhusiana na namna gani sikukuu kama hizi zinafaa ama kupaswa kusherehekewa, na tupo hapa na mtaalamu wa saikolojia John Ambrose kuzungumza kuhusiana na hili, lakini wewe pia unayo nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako ama kupiga pia kupitia 0763809770 ili nayo tupe uzoefu, umesherehekea kwa namna gani na ilikuwa ni Eid al-Fitr ya namna gani kwako pamoja na familia yako. Karibu sana mkuu. Asante. Bila shaka Eid al-Fitr imekuwa njema kwako pia. Salama upo. Si ndio? Kwa Messi ilikuwa njema, naeleza hivyo, alipata mialiko kadhaa. Nilikuwa kielezwa kwamba sikukuu kama hizi mialiko ni lazima. Kuna lazima kiasi hicho? Sio lazima. Kwa sababu ndugu yangu alikuwa ananisema kama nimesema angalia wanaokuzunguka. Kama wanaokuzunguka hawatoi mialiko, usije kutulalamikia. Na hapa tulikuwa tunapita mitandaoni tunaangalia ni vimekuwa kama ni vichekesho, lakini kwa namna moja au nyingine vinaathiri pia kisaikolojia. Mtu analalamika kwamba Idi imefika, hajapata nafasi ya kuwa na nguo mpya, kuwa na abaya, hajapata nafasi hiyo, hajapata mwaliko. Lakini kama familia kuna namna mzazi anaweza akawa hajafikia lile lengo ambalo angetamani namna ambavyo familia yake isherekee vile. Kwa namna moja au nyingine hili swala linaathiri kisaikolojia, na ndio maana leo tupo na mtaalamu wa saikolojia hapa ambapo anaweza kuzungumza na sisi tukajadili kwa pamoja namna gani tunaweza tukaendelea kutunza vyema afya ya akili kipindi cha sherehe. Kuna wale ambao wenzangu na mimi tunasherekea kupita kiasi, kupindukia, na kuna wale wenzangu na mimi ambao tunahuzunika kwa sababu hatujafikia kile kiwango ambacho tulikuwa tumetarajia. Ndio maana tupo hapa na Bwana John Ambrose ambaye atatujuza zaidi na tunaweza tukajadili naye hili. Nambari yako ni 0763809770. Unatunzaje afya ya akili kipindi hiki ambacho unasherekea Idi mosi, Idi pili, Idi mosi jana, Idi pili leo? Tujuze hapa kwa njia hiyo ya WhatsApp, na tutapata nafasi ya kusikia pia na baadhi ya wenzetu ambao tumezungumza nao. Tukianza na hili swala la Richard. Kuna watu wanaona usipoalikwa kuna namna kama mimi sipo duniani. Ni kama kuna namna anajiona kwamba hana thamani au mimi sina thamani. Na hili ilianza kuanzia kipindi kile cha futari. Mtu anakuta futari, watu wamefuturisha, kampuni fulani imefuturisha na nini, mimi sijapata. Sijapata mwaliko. Hadi nafikia kipindi cha Idi sijapata mwaliko. Tunamsaidiaje huyu? Unajua ni jambo la kufurahisha na kusherehesha kwa kweli, lakini tunapozungumzia swala la mwaliko linaanza na mtazamo ulionao juu ya mtu ambaye anapaswa kukualika, kwa sababu kama sherehe ni yetu sote, ni nani anapaswa kumwalika? Kuna mtazamo ambao tunaweka mwenye nacho tunaamini atamwalika asiyekuwa nacho. Lakini pili, kuna mtazamo ambao unaonyesha kwamba je, kuna uwiano sawa? Thamani ya mtu inaona kwamba nikialikwa kwenye jambo fulani ninaweka thamani. Lakini jambo lingine kwamba anayekualika ana matarajio gani au ana makusudio gani? Sio kila futari kwamba labda umealikwa au nini, pengine mtu yuko kibiashara, yuko kimatangazo, yuko kiridhia. Yako mambo mengi ambayo yanaweka thamani ya hicho kitu yanakuwa namna gani. Kwa hiyo tukizungumza kwamba kualikwa ni lazima tunaweka mazingira, lakini siku hizi kuna kualikwa katika uwiano wa dini, kwamba hii ni kipindi cha Waislamu na Wakristo kinakuja, kwa hiyo tualikane kama kujenga ule umoja wetu, na mimi sijaalikwa maana yake ni matarajio ya kimaana hiyo. Lakini tuzungumza sherehe, zinabadilika. Sherehe tunazungumza kutokana na generation iliyopo. Sherehe tunazungumza kutokana na umri. Sherehe tunazungumza kutokana na mitandao ya kijamii. Sasa hivi zamani generation ya nyuma naita generation me, na generation sasa hivi kuhusu mitandao imebadilisha hulka ile iliyokuepo. Kwa mfano unapozungumza abaya 35, ina maana urembo na vingaringari vinapotea. Limekuwa ni gumzo sana sherehe zaidi. Imekuwa sherehe zaidi. Sasa ukiuliza kwa nini
Mfano ulikuwa unazungumza mimi 300,000 ni kodi ya nyumba, 300,000 ni mchanga, ni nondo, ni vitu kama hivyo. Mtu anapofanya kitu lazima tujiulize kwa nini anafanya hicho kitu. Yani kwa nini mtu anafanya hicho anachokifanya. Sasa hivi kuna changamoto kubwa ya watu kufanya vitu kwa sababu ya watu. Hawafanyi watu kwa sababu ya kujisitiri. Yani hanunui nguo ili msitiri. Ananunua kitu ili aonyeshe, fulani aone, aposti. Mimi jana nilikuwa nyumbani tu, nimefurahia siku, nasikia migogoro, si nani kachukua abaya, hana abaya kaliveka, si linazwa milioni 1 linafanyaje. Yani kuna migogoro imezuka. Lakini kitu kingine ambacho nimejifunza, nilikuwa naona ninyi kwamba Akiba kaeka hela nyingi, kwenye Girls kaeka 1,500 nimeona. Kwamba kuna namna ambavyo nowadays kwamba kuonyesha kwamba na mimi nina mtu wa kumchuna. Neno kuchuna siku hizi alipo sana, nisielisikia, lakini ile kunufaika katika mahusiano, yani namna gani mimi nina faida ya mahusiano, huwa tunayaekeza kwenye vitu. Yani kwamba hupima uzuri wa mtu si kwa sababu ya upendo mlionao, si kwa sababu ya mahusiano mazuri mlionayo, ni nini. Dunia sasa hivi inatoka kwamba sihitaji kazi, nahitaji fedha. Sihitaji mahusiano, nahitaji fedha. Yani ukiona mtu yuko kwenye mahusiano, hayapimwi kwa maana ya upendo, kushirikiana, umejengwa kwamba wewe una nini unaweza ukanipa, unanipa nini. Kwa hiyo unaona hilo swala lako kwamba kualikwa kumetofautiana kutokana na jamii sasa hivi, kutokana na matarajio mtu alionayo, na kutokana na umri. Kwa sababu tukizungumza watoto, yani watoto wana aina. Nafikiri mwaka jana ujuzi kuna mtoto ambaye alijiua kwa sababu hakununuliwa vazi la sherehe. Kwa hiyo unaona kwa watoto kidogo inakuwa. Na mimi na watu nakwambia, nilikuwa na kijana hapa kama wiki 2 hivi. Yeye mzazi aliniita nimsaidie mtoto wake kwa sababu yeye hafungi kwa sababu ya imani. Anafunga ili sherehe avae. Yani ujue. Kwa hiyo kuna wazazi wamepata wakati mgumu kwamba mtoto anasubiri Idi, anafunga, anaumia, hajazoea, lakini anapambana na hiyo hali ili siku ya mwisho ile ya Idi aweze kuvaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni hali mtambuka inayotegemea kutokana na hali na sehemu ya watu. Kwa mfano ukienda kijijini, ukija mjini, ni tofauti na mazingira kama hayo. Yeah. Sasa siku kama hizi zinapaswa kusherekewa vipi ili isitengeneze tabaka ama migogoro ama mvutano wa namna yoyote kwenye jamii? Kwa kweli unajua, nadhani kama ukitaka kujua sherehe inatakiwa sherekewe vipi, kusikiliza hotuba ya rais aliyozungumza jana na mashirika. Ukijaribu kuangalia, jambo kubwa ambalo limezungumzwa ni amani. Na mimi napenda sana kuambia watu kusherekea jambo ni kufanya dua ya kuomba siku kama hiyo ijirudie mwaka unaokuja. Kwamba tunapozungumza kwamba tumetoka kwenye Ramadhani, leo ni Idi tu, ni Idi pili, maana yake Idi pili inayokuja ni nani mwenye uhakika wa kuwa na hiyo Idi pili. Lakini jambo lingine ambalo katika sherehe ni swala zima linalohitaji maandalizi. Kwa kweli kuna changamoto ambayo inahitaji maandalizi. Lakini maandalizi yanaathirika na masuala ya kiuchumi. Yani kuna swala la kiuchumi na maanisha swala la kifedha. Yani upatikanaji wa kifedha unakuwa ni unaleta, tunasema unabeti kutokana na mazingira. Kunao watu ambao wanafika hatua ambayo ni ya mwisho hana uhakika. Yani hana uhakika kwamba leo inakuaje, tunasubiri bosi. Yani unakuta mtu amekaa kwenye mapokezi au sehemu mapokezi tunamsubiri bosi, au wengine wako katikati tunasubiri maamuzi. Kwa hiyo inakuwa hawana maamuzi ya kuweza kufanya kuweka mipango yao kufikia. Kwa hiyo kuna kundi la kwanza. Lakini kuna kundi la pili ambalo linaendeshwa na mitandao. Yani kwamba wanakuwa na mihemko ya kwamba nini kinachoenda kwenye nini. Kwa mfano kuna watu ambao hawajui abaya, lakini ameenda kutafuta hela kununua abaya naye apate. Yani ameona ameenda kuwa nalo, lakini kutokana na hali tu ya trend ile abaya naye anataka anunue aposti picha. Na ukuta paka Wakristo anavaa abaya aposti naye. Yani kuna namna ambavyo ya mhemko. Lakini misingi kubwa ambayo tunaizungumzia swala la sherehe kama hizi, pia tulitumie kama kuwajenga watoto wetu kuhusiana na misingi ya imani hiyo ya dini katika hilo eneo. Kwa sababu tunavyoona hata kama Mheshimiwa Rais alizungumza kwamba ameachia viongozi wa dini kuhusiana na swala zima la kulinda amani. Ni forum nzuri ambayo inaweza kusaidia viongozi wa dini na watu wengine kuleta ule umoja, ukaribu.
Kuna dini moja ina makambi, inafanyaga makambi, wanakaa pamoja, wanajadili mambo yao. Kwa hiyo ina maana sherehe kama hizi unavyosikia baraza la Idi, maana yake ni kukaa pamoja na kujadili masuala ya kwenu, ya kuleta ule umoja na ushirikiano zaidi. Lakini pili ni jambo ambalo la kuweza kuweka mambo sawa katika mpangilio. Ukijaribu kuona kwamba serikali mara nyingi inakuwa inatoa maelekezo hasa katika masuala ya vyakula. Kwamba vyakula visipande bei hasa kipindi cha Ramadhani, kipindi cha Idi, vyakula lakini hawezi kukuambia kwamba vazi lisipande bei. Hawezi kukuta kiongozi anasema punguzeni bei za mavazi. Kwa hiyo lazima tuliangalie namna ambalo linakaa. Lakini sherehe zaidi kutokana na utaalamu wa saikolojia kama nilivyosema, tumekutana na changamoto za watoto. Kuna haja kubwa sana katika kipindi hichi watu wenye kupiga hatua kimaisha kuwasaidia kundi la watoto ambao wako katika wakati ambao ni mgumu. Ni kipindi ambacho watoto walioko katika mazingira magumu au watoto walioko katika mfadhaiko inawatrigger. Yaani kuna ile hali kipindi chote cha mwaka hakuna mtoto atakayeumia kwa sababu fulani kaenda shule. Yaani ukuta shule atakimbia shule. Lakini zinapokuja hizi sherehe kwa mfano Idi, inakuja Pasaka, Krismasi, ni kipindi kinacholeta kinachorudisha hisia za watoto katika hali ya kuona baba yake au mama yake au ndugu, ingekuwa ni kipindi cha kumsaidia. Ni kipindi taharuki za fikra za watoto sana. Kwa sababu ni kipindi ambacho kwa mfano sasa hivi ukitembea labda hii mvua zimeathiri, utakuta sehemu nyingi watoto wanapiga picha, wanafanya nini? Yaani ni entertainment ya hali ya juu sana kwa watoto. Kwa ni kipindi ambacho wazazi ni vema katika vipindi vya sherehe kuweka mipangilio namna ya kuwaweka watoto karibu na kuweza kuonyesha kwamba wako na ukaribu wao na kuwasaidia. Kwa hiyo ni kipindi makini sana. Yaani hakijaripotiwa hali labda mtoto kujiua, watoto kujiua kwenye maji au vitu kama hivi. Ni kipindi ambacho watoto wanapata taharuki. Yaani mtoto anaweza kufanya chochote katika hali hiyo, na walio katika mazingira magumu ni kipindi ambacho unapaswa kuwasaidia. Lakini pia tulitumie kipindi hichi cha sikukuu kama zinazokuwa zaidi, nasema kuwa na usalama. Kwa sababu wengi wanaingiza labda kwenye vilevi, usalama barabarani unaweza kuwa mdogo. Ndio maana unasikia jeshi la polisi tuimarisha usalama. Wanazungumza sana hilo kwa sababu mambo mengi huwa yanatokea katika kipindi hicho ambacho ni kwamba imekuwa pia hizi sikukuu zimekuwa sehemu ya jukwaa la uhalifu pia. Kwa kiasi kikubwa. Yaani unajua mimi maisha ya mjini na vijijini nimeishi. Hizi sherehe ukitaka kujua ni kipindi ambacho kinahitaji hekima na heshima sana. Sana. Sasa tutarejea hapo kwako kuendelea kuangalia hili na namna ambavyo hizi sherehe zinakuwa zinaathiri afya zetu za akili, namna ambavyo zinaweza zikabomoa pia mustakabali wa maisha, kwa sababu sherehe ni siku mbili lakini maisha yanaendelea. Kwa hiyo unaweza ukaharibu kwenye hizi siku mbili na ukao umeharibu basi ramani yako ambayo ulikuwa umejiwekea ya maisha. Tumezungumza pia na wananchi kutoka maeneo tofauti tofauti, wao wanafurahia vipi Eid al-Fitr. Tuanzie huko Shinyanga ambapo mwenzetu Kasisi Costa amepata nafasi ya kukutana na wakazi wa Shinyanga. Nashukuru Mungu kwa kutufikisha siku ya leo hii. Tumefika salama, tumefurahia sikukuu yetu. Tumejumuika pamoja na watu wengine nyumbani, tumepata chakula. Na hapa tumekuja kwa ajili ya kuwaleta watoto kuja kuenjoy na watoto wenzao. Na pia kuja kujifunza, kujumuika na kujifunza vitu mbalimbali kama michezo tofauti tofauti, kuna kuogelea, kubembea na kujifunza tu vitu tofauti tofauti wanapokutana na watoto wenzao. Tumeandalia chakula, tumekula ubwabwa na vitu vingine tofauti tofauti pamoja na majirani. Kwa huko tumekuja kujumuika na watu wengine tofauti tofauti wanapotoka sehemu tofauti tofauti. Ndio kama hivyo, hata hapo tunapowaleta wanapokuja kujumuika na wenzao, ni kama tunawafundisha upendo, wanakutana na wenzao, wanapojumuika, wanajifunza vitu mbalimbali, wanashare vitu tofauti tofauti. Ya kwanza anazingatia usalama, cha pili nazingatia ajifunze. Anapokuja maeneo kama haya anakuja anajifunza vitu tofauti tofauti, michezo. Kwa siku ya leo nimefurahi, nimeenjoy na wanangu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, imetukuta salama. Hivyo tumeenjoy na mpaka sasa tumesherehekea kwa asubuhi, tumeenda msikitini, tumefanya ibada, tumerudi nyumbani,
tumeshiriki pamoja chakula cha pamoja, mimi na familia na wanangu. Cha kwanza nitazingatia usalama wa watoto wangu. Cha pili nitazingatia nilivyoingia humu watoto wangu nimewatendea haki katika michezo mbalimbali. Nasherehekea siku hii kwa furaha na amani. Asubuhi nimeanza mandazi na chai ya maziwa. Baadaye tumekula pilau, nyama, viazi na nyama ya kuku. Nimefurahi sana kuja hapa kujumuika na watu, japokuwa mimi ni Mkristo, ila nimeungana na wenzangu Waislamu kuja kufurahia. Tujumuike na Waislamu au Wakristo ili tutengeneze umoja, kwa sababu sisi wote ni binadamu. Nilipoamka asubuhi nimeenda kusali, after kusali nikala, after kula nikaja family park kuenjoy na kujifunza vitu mbalimbali. Kwanza turuhusu mtoto kuingia kama yupo peke yake. Anatakiwa kuwepo na wazazi wake, na akitoka anatakiwa kutoka na wazazi wake. Pia kwenye usalama ndani ya maji, kuna trainer ndani ya maji wa kuangalia usalama wa watoto ambao yuko kuogelea, jinsi anavyoogelea. Vile vile pia nje yupo mwingine kuangalia usalama wa watoto. Hivyo hivyo pia kwa wakubwa, yupo kuangalia waliopo ndani ya maji na waliopo nje ya maji. Pia wakati wanaingia getini pale kuna ukaguzi ambao wanakaguliwa na kifaa kinaitwa current, ambao ili kuangalia kama amebeba silaha yoyote ile. Jimarisha vizuri kwa sababu kuna trainer ambaye yupo ndani ya maji kuangalia mtoto jinsi anavyoogelea, na pia yupo nje ya maji ambaye anaweza kumwangalia mtoto anavyotoka katika yale mazingira anayokuepo. Je, yupo salama au hayupo salama? Eneo letu linaweza likachukua idadi ya watu 1000 ndio ambao watakaoweza kukaa ndani na usalama zaidi. Kwa hiyo hapo siwezi nikachukua zaidi ya hapo. Hao ndio wanaotosha. Shinyanga, ukisikia Shinyanga kili happen, basi ndio hivyo. Na muona namna ambavyo walisherekea Idi Mosi na watoto walivyofurahi pamoja na wazazi. Shinyanga kili happen ila hakikuumana. Tumesikia kuna ulinzi. Kuna baadhi ya maeneo ambayo hauruhusi kuingia na silaha. Aina yoyote ukiwa unaenda kusherekea. Na naona kwa upande wa familia ukiwa unaenda eneo kama hilo unakuwa na uhakika angalau ya usalama. 50% ya usalama wa familia yako una uhakika nayo. Kwa sababu hakuna aliye na silaha katika ile eneo. Kabisa. Haya, tuelekee wapi? Jambo kubwa sana. Tuangalie pia na kwa upande wa Singida, wananchi kutoka mkoani Singida na wao pia wamezungumza namna ambavyo wamesherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Ili nimeisherehekea vizuri, tunashukuru Mungu imepita salama. Tumepika, tumeenjoy na marafiki na ndugu. Hivyo tunashukuru Mungu. Na watakia Watanzania wote, Waislamu wote, hata wasiokuwa Waislamu washerehekee Eid kwa amani, wafanye mambo yaliokuwa mazuri yanayompendeza Mungu, sio kwenda kwenye mabaya wala wapiwe kama tulivyokuwa kwenye Ramadhani. Nimefurahia sikukuu yetu ya Eid. Mimi na pamoja na mkoa wangu na familia yangu. Mkoa wetu kijumla una amani, una furaha. Tumefurahia sikukuu yetu kwa amani. Huku ni ziwa Singidani, ziwa letu asili kabisa. Kufurahi, kupunga upepo, mimi na familia yangu pamoja na wananchi wetu wa Singida. Burudani kwa wote. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Eid imekuwa njema kabisa, imekuwa nzuri. Na tangu mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ulipoanza, amani imeendelea kutawala siku zote. Kwa hiyo tunashukuru sana, kwa kweli Eid imekuwa ni njema sana. Na labda ujumbe wangu kwa Watanzania, kwanza ni kuwaomba kwamba kama amani ilivyokuwa imetawala kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi amani hii iendelee kutawala, watu waendelee kutenda mambo yaliyo mema yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Sikukuu ya Eid kwa upande wangu imeenda vizuri. Imeenda vizuri kama unavyoona, nimekuja na washikaji zangu ziwa Singidani hapa kutembelea, kuangalia mandhari ni nzuri. Sikukuu ya Eid ni nzuri sana kulingana na mazingira ya hapa, ni mazuri kweli, tumeenjoy sana, tumekuja na watu wengi, pia ulinzi upo wa kutosha, kwa usalama upo. Kwa Singida sababu pia kuna maeneo mazuri ya kuvutia, kuna upepo mzuri. Namna hiyo kutoka Singida walivyosherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Na sisi tunaendelea kuzungumza pia kuhusiana na hilo, lakini unayo nafasi ya kupiga kupitia 0763 80 97 70 ili uweze kutuambia na wewe namna gani ambavyo
umesherehekea wewe pamoja na familia yako. Sisi tupo hapa na mtaalamu wa saikolojia John Ambrose kuendelea kuzungumza kuhusiana na namna bora ama nzuri zaidi ya kusherehekea sikukuu kama hizi. Tumezungumza mwanzo kuhusiana na namna ambavyo jamii imeamini namna fulani ya kusherehekea, lakini ni kama inazalisha migogoro hivi. Iko sababu ya kuangalia namna gani ya kuweka njia nzuri zaidi ya kusherehekea hizi sikukuu? Unajua brother, tuzungumze hivi kwamba nazungumza hivi kwa ukimya kwa sababu ukijaribu kuangalia hizi sikukuu ziko katika misingi ya dini. Lakini wanaozitekeleza hizi sikukuu ni familia. Kwa hiyo huwezi ukatofautisha sikukuu na mahusiano yaliyoko ndani ya familia. Kwa hiyo na maana mahusiano bora yaliyoko ndani ya familia. Nikizungumza mahusiano bora, nazungumza baba, nazungumza mama, na kama amejaliwa kuwa na watoto. Kwamba ule uhusiano ulioko ndani wa baba na mama na watoto ndio unaoweza kuleta muonekano mzuri wa hizi sikukuu zinavyokuja, iwe za serikali, iwe za dini, na ambazo zinapata nafasi zaidi ni hizi za dini. Nafikiri kwenye habari leo aliojiwa mtoto yuko Mwenge, amekuja kuomba Mwenge, na sababu alizozungumza ni kwamba ametokea Dodoma, baba alitoka akamwacha mama kwa sababu ni mlemavu, amekuja yuko na bibi ni mgonjwa Mnazi Mmoja na vitu kama hivyo. Lakini sasa ukijaribu kumzungumza huyu, ni muonekano wake vipi uliopo katika fikra zake dhidi ya yule ambaye anasherekea. Yaani anapoona watoto wanaenda wako bichi kama hivi, yule nadhani huyu ana nini kilichoko kwenye fikra zake? Anajenga nini? Maumivu yake ni makali sana. Ni kama mtu ambayo ana brain dilemma, yani kuna maumivu makali ambayo yanarekodiwa ya kichwa, ni yale ambapo kwenye mishipa ya ubongo yanapovilia damu yakapasuka. Maumivu yake ya kichwa ni kama mtoto ambaye anaona why not me. Lakini jambo lingine ambalo lipo ni kwamba amani inapokuwa haipo ndani ya familia inaleta maumivu. Kwa nani? Ni kwa watoto. Lakini tuje kwamba familia imeparanganyika. Familia inapoparanganyika anabaki mama, nani anachukua watu? Tunasema ile custodian battle. Custodian battle maana yake divorce imetokea na nani anamtunza mtoto. Sasa kuna namna ambavyo kutokana na maonyesho ya kijamii, social media, yani nataka nionyeshe kwamba kutengana na baba yako ni mimi naweza nikachukulia kila kitu. Sasa forum ipi inayotumika? Ni forum za sherehe. Kwamba hizi forum za sherehe zinatumika kama kuonyesha kwamba mimi mama, ni mnie radhi sana kwa sababu akina mama ndio kidogo wanatumia mazingira haya, yani anataka kuonyesha kwamba mimi na watoto. Kwa hiyo unakuta malezi anayopeleka kwa watoto wanapofika kipindi cha sherehe kama hichi, exposure anayompa haimpi hiyo nafasi ya kukaa kwenye mazingira ambayo yanaendana sawa na wenzake. Kwa hiyo hufanya kitu kwa ajili ya kuonyesha kwamba mtoto yuko hapa, mimi nakana mtoto, mimi nafanya vipi. Sijajua, niliona Shinyanga hakuna mwanaume aliyojiwa aliyezungumza hata mmoja. Wote walizungumza wa mama na siona baba hivyo, na amekuja na familia yangu, ukiona naye zungumza na familia yangu. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza kwamba sherehe zinapotokea wamama wanabebeshwa mzigo. Mimi nazungumza tu kwa msingi hiyo kwamba katika sherehe nani anabebeshwa mzigo? Ni mama. Na kuna sherehe zingine mniwe radhi wenzangu wanaume, katika sherehe mara nyingi wanaume ni wabinafsi. Yani hujiweka wao zaidi. Na kama ukiona Singida, kwenye bwawa lile la Singida amezungumza kwamba nimekuja na washikaji zangu pale, ni wanaume tu wamezungumza ni washikaji zangu, na wanalenga nini? Wanalenga unywaji mwingi, wanalenga na hivyo vitu vingine ambavyo si vijui vya kuviwasha, mawindo na kadhalika. Lakini unakuta katika sherehe mama anabebeshwa mzigo mkubwa. Ndiye anafili ile pichi ya mtoto kwamba hana nguo. Alafu unakuta mama anamuuliza baba, watoto wanasherehe, mimi nahangaika. Siku ya mwisho anakuja na unatarajia kwamba atakupa 20,000 uigawe 1 2 3, anakuja kuwekea 10,000 mezani na umuoni. Mama unawaza, hawa watoto tutawapeleka wapi? Na hakuna kipindi kigumu unaweza kumwambia mtoto alale njaa, kipindi cha maisha ya kawaida. Lakini siku ya sherehe
apate. Yani unajua nikisimulia. Kwa hiyo siku zile sikukuu kwa watoto ni utamaduni wa lazima kusherehekea. Kabisa. Kuna watoto wanaiba mpaka nguo za wazazi wao wanavaa. Yani kama uje kuibiwa nguo, iko wakati utaibiwa. Anachukua nguo ya mtu au mwingine anavaa nguo nyingine ndani ili mtoshe, ili aweze kukava. Hakuna kitu kibaya kwa mtoto, fikra ya mtoto kama ile entertainment ya kwao ile. Hasa umri wa miaka kuanzia 18 kwenda mpaka miaka 13. Ni kipindi hatarishi sana. Bora sasa hivi miaka zaidi ya 16, 17 wao awe na simu, atapiga selfie, watapenda kuwa na maisha yao wenyewe. Ukiangalia pale waliokuwa wanaruka kwenye maji pale, huwezi kukuta ule umri wa miaka 17, 18 wana machimbo yao ya kwenda, yani kipindi cha kuonyesha watakuwa labda kama maeneo ya Mlima City kutembea kufanya hivyo. Lakini watoto hawa wenye umri chini ni kipindi ambacho tunapaswa unaweza ukamsaidia au unaweza kupoteza. Lakini ni kipindi ambacho wazazi, ombi langu kwa wazazi, baba na mama, kujenga ule ushirikiano na baba kuonyesha kwamba ni nafasi ya kutenga muda na nini na watoto wangu, angalau kutoka nao. Hata kama upendi kwenda sehemu za kaa tu pembeni, kaa pembeni, lakini ukae pembeni huko unachezea simu, kwa sababu kuchezea simu lolote linaweza katokea kwa mtoto ukashindwa kumsaidia. Kwa hiyo kwa kweli ni kipindi ambacho tukizungumzia kina maumivu makali kwa familia. Kama nilivyokuambia, sherehe ni familia japo ni ya dini, lakini inajengwa katika misingi hiyo ya dini. Asante sana. Haya, wenzetu jijini Mbeya nao wamesherekea kwa namna ya tofauti, pia wamepata nafasi ya kuzungumza na Kakuru Msimu. Tumesherekea Idi vizuri. Kwa upande wangu tumeenjoy kama mnavyotuona hapa, tunasubiria kuingia sokoni. Mimi kwa upande wangu sijaona tofauti wote ule. Sijaona tofauti, labda tu nizungumzie kwa hali ya hewa. Kama leo hivi hali ya hewa imetuweka shwari kabisa. Mvua tunaombea tu isishuke ili tusherekee vizuri basi. Mfungo wa Ramadhani kwangu mimi nimeutumia vizuri kwenye kufunga, kufanya ibada, kutoa sadaka. Kwa Waislamu wengine pia nawatakia na wao na imani na wao wamejifunza, kwa sababu ni mfungo ambao umetufundisha kwenye kukosa, kupata, maana kushindana njaa kuanzia asubuhi hadi jioni ni swala gumu kwa mtu ambaye hajazoea, lakini kutokana na mfungo huu hapa tumejifunza kitu na imani kama nilijifunza mimi, basi na wengine pia wamejifunza na wataendelea kujifunza na waendelee kudumisha amani kama ilivyokuwepo mwanzo. Binadamu tu yani kwa pamoja, sio mpaka Waislamu. Tunaishi kwa amani, tunaendelea kutenda yale yaliyo mema. Mema sio kwa sababu tu ya mwezi wa Ramadhani. Mema ni katika maisha ya binadamu tulioumbiwa. Hakuna mtu ambaye anapenda kuishi kwa kutenda mabaya. Maana ukiangalia saizi watu wengi wanafanya ibada, hata wasio Waislamu saizi wanafunga, ni Kwaresma. Yani ni jinsi gani watu wanapenda amani kama ilivyo nchi yetu namna inavyohubiri amani. Basi na sisi Waislamu ndio watu wa kwanza tunapenda sana amani, na ndio maana tunahubiri amani muda wote misikitini. Na madrasa tunafundishwa pia muwe mnaishi katika jamii mkiwa katika hali ya amani, mnapenda ndugu zenu, wengine waliooa mnapenda wake zenu, walioolewa wanapenda waume zao hivyo. Na ukiangalia watu wamekuja na watoto hapa, maana yake ni amani inatawala na upendo. Sisi tunaendelea kutenda mema kama kawaida. Kwa kweli Idi kwa mimi binafsi nimesherehekea vizuri. Nimesherehekea vizuri kwa maana kwamba mahitaji yote ya kusherehekea Idi yamepatikana kwa muda mwafaka, na familia yangu imeenjoy kama nilivyoenjoy mimi baba yao. Kwa hiyo Idi kwangu mimi na imani na Waislamu wote duniani au Tanzania wamefanikiwa wachukue kwenye kihitaji, na wamefanikiwa kwa familia zao kuzitoa out siku kama leo. Na tunahimizwa katika Uislamu kwamba siku kama hii ya leo ya Idi Fitri unatakiwa utoke na familia, uende utembelee ndugu na jamaa. Hivyo tumejifunza mengi, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kutenda amali njema na kuomba toba katika mambo yote ambayo yamefanyika. Kwa hiyo binafsi Idi ya mwaka huu na zilizopita utakasema kwamba ya mwaka huu kidogo afadhali, kwa maana kwamba hata huko kwa watu wengine wanazungumzia hata vitu kidogo haviko gharama sana, viko kawaida na tofauti na Idi zilizopita.
Kwa kweli kwa binafsi mimi hilo ndo naweza nikalizungumzia haswa. Haya, ni wakazi wa jijini Mbeya ambao wamezungumza na mwenzetu Kakuru Msimu. Kutoka Mbeya hadi Sumbawanga ni kilomita 320 tu hapo. Tuwasikie na wakazi wa Sumbawanga wanazungumza nini, namna ambavyo wamefurahia Idi Mosi. Zaidi tumezisherehekea vizuri kwa sababu tumeswali Idi katika msikiti Masjidi Sakina, na pia tumepika chakula hapa, wapita njia na majirani na watu wote bila kubagua dini wala kabila. Wote tumesherehekea hapa kwa pamoja na tumekula chakula tukiwa katika Masjidi Sakina. Kwa ujumla Idi yetu imeenda vizuri na imeenda salama kwa kushirikiana na Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Katika sikukuu hii ya Idi tumesherehekea vizuri na watu wasiojiweza. Tumewaalika, tumefurahi pamoja. Na wasii Waislamu wenzangu tuendelee kufanya wema. Tumesherehekea sikukuu ya Idi Fitri kwa raha vizuri tukiwa wazima, waheri wa afya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Tulikuwa kwenye mfungo wa Ramadhani, tumefunga vizuri na mpaka sasa tumefungua. Tuendelee na matendo mazuri ambayo Mwenyezi Mungu alitufundisha kuwa tuende na matendo mazuri, kuwajali watoto yatima, kuwajali wajane na wasiojiweza. Alhamdulillah. Kupitia sikukuu hii tumeweza kuwasaidia watu wasiojiweza. Tumewasaidia wazee, watoto wasiojiweza na mambo mengine, na tumepitia kabisa makaburi. Kutoka Sumbawanga tumesikia namna ambavyo wao wamesherehekea Idi Mosi, na tumemsikia mtoto hapa Ambrose kusaidia wazee, kusaidia wasiojiweza. Tukiachana na shamra zile sikukuu tule tuvae, familia inaweza ikamfundisha vipi mtoto na ikamwandaa vipi mtoto kujua kwamba siku hii inaweza ikawa ni siku nzuri ya kusaidia wasiojiweza, kama ambavyo huyu mtoto kutoka Sumbawanga yeye tayari ameshajifunza. Unajua katika sherehe ni kurithishana. Kurithisha maana yake transaction inatoka moja kwenda nyingine. Na tunaanza pale katika mfungo wa Ramadhani. Tunapofunga unamjenga mtoto kusudio la nini? Kuna mtaalamu mmoja alisema ukisha kujua sababu unaweza kuishi kwa namna yoyote ile. Lazima watoto waweze kusaidiwa kujengwa kujua muhimu wa kufunga. Kufunga kwa maana ya dini, kufunga kwa maana ya afya, na kufunga kwa maana ya kusaidia na watu wengine. Kwa kweli na dini nyingine, mimi siingili dini za watu, lakini kuna haja ya dini zingine hasa wa Kristo kujiweza kujifunza pia zaidi hili la maana ya kufunga lina maana gani. Kwa sababu si tu kufunga linasaidia tu dini, lakini kufunga ni swala zima pia la afya au kiakili, swala zima la amani, na sababu na namna ya kuonyesha kwamba kuna namna ya kushirikiana na watu wengine. Kwa maana kwa hiyo dini zote ambao huwa wanafunga, si ndivyo? Yeah. Kwa dunia sasa hivi mfungo una maana kubwa kushinda hata huko tulikotoka. Sababu kuna haja ya kupata utulivu. Yaani mfungo unaleta utulivu wa kufikiria, kupata darasa na kujifunza. Mimi Kristo, lakini lazima tujenge hiyo katika mabadiliko ya dunia ya kizazi hichi kinachokuja. Kwa kweli naomba dini zote ziweze kuchukulia hili kama Ramadhani kwa ajili ya kuwasaidia kujenga hiyo, kuwajenga watoto katika hiyo misingi. Lakini pili, kuna maana kwamba ukisha kumaliza kufunga, kuna shida watu kwamba mmoja alikuwa anazungumza swala tubaki kwenye amani mazingira tuliyokuwa nayo. Lakini mimi na pia naongeza kwamba tumemaliza Ramadhani, ile tabia yako, mazingira yako unayarudia vipi? Kuna mtu kesho, pengine sio leo, kuna aliyesema ni mtoto sio mtu mzima, kwamba amekula mandazi asubuhi, akanywa maziwa, mchana kala kuku, akaja kala nyama, akala viazi ametaja. Kuna watu wazima kama sie, kwamba tuwe makini sana tunaporudi kwenye hali ya kawaida ya mwili. Kuna watu wanaenda kupata obesity. Kuna watu wanaenda kuchomoka na kisukari. Kuna watu, yani kuna mazingira hatarishi yanaenda kumkuta mtu pasipo kuangalizi. Kwa sababu ni kama vile umesafiri na gari muda mrefu alafu unafika unaizima ghafla. Yani kuna haja ya kujenga nidhamu. Kwa nini? Siku 4 baada ya kufunga Ramadhani au kufunga mfungo wowote ule, mwili hubadilisha mfumo wake. Kwamba sasa mazingira ni haya, tumekwisha kupewa maelekezo. Maelekezo yanatolewa nini? Ukinuia
Unapoweka dhamira ya kitu, maana yake huiagiza akili kutekeleza. Unapokuwa na mashaka na kitu, akili hufanya inavyotaka yenyewe. Ndio maana unaweza kushangaa mimi nikifunga na wewe ukishindishwa na njaa, unaweza ukateseka kuliko mimi niliyefunga. Mtu aliyefunga unafunga, mimi nafunga, naenda mazoezi, nafanya mazoezi, nafanya kila kitu. Hauathiriki chochote. Lakini wewe tu kwa mfano labda nyumbani ukuta chakula au mkeo akukupa chai, unaweza kazini hata usifanye kazi na ukaona ukaumwa kichwa na kadhalika. Sasa ni kwamba mwili unapokea maelekezo gani unako yafanya. Kwa sasa mwili unaponuia sasa Ramadhani imeisha. Sasa mwili unalazimisha kurecover vitu vyote. Sasa mwili haurikavi kwa maana au haujirudishi kwenye hali yake kwa kukuambia kwamba unarudi kwenye hali yake, kwa utakuhitaji mwingi, utakuhitaji. Kwa hiyo watu watakula yani katika mazingira ambayo yani mimi naomba tu watu wakapime uzito alafu angalie baada ya wiki moja mtu anabadilika na mazingira nakaa. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuzingatia maisha baada ya Ramadhani, nini kinachofuata. Sawa sawa, tunashukuru sana na tunatarajia na wewe tutumie ujumbe wako namna ambavyo umesherekea na ndugu jamaa na marafiki. Anasema anawapata vizuri nikiwa Kibaha Kongowe. Mohamed Kumija Ugogoni na Chungwe anasema tupo mubashara wote kwenye Morning Trumpet, nimetoka nyumbani kisa abaya, naiomba radhi sana familia yangu. Hapo umetuangusha Mohamed. Abaya imekukimbiza kweli jamani. Kwa hiyo sasa hivi unaangalia wapi hiyo TV? Sasa arudi. Tunaomba urudi sasa, Idi pili hiyo. Sasa tunaomba urudi na umeshamsikiliza hapo mtaalamu wa saikolojia. Bila shaka utaweza kuambia vizuri kisaikolojia tu familia yako ikaweze kukuelewa kwamba abaya mwaka huu imekosekana, itapatikana basi mwaka ujao. Yuko sahihi. Tupigie 0763809770 kwa WhatsApp, hapo tuweze kuzungumza na wewe namna ambavyo umesherehekea na ndugu jamaa na marafiki. Kwa sasa hivi tuelekee kule mkoani Simiyu, ambapo mwandishi wetu Rehema Evans amepata nafasi ya kuzungumza nao namna ambavyo wameweza kufurahia Idi Mosi. Alhamdulillah, ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kulifikisha salama katika Idi hii, lakini vile vile ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunijalia nikamaliza mfungo salama salimini. Haikuwa rahisi, lakini alhamdulillah tumefanikiwa na tumemaliza. Na hapa sasa kama unavyoniona umekuja ni ofisini kwangu, maandalizi ya Idi yakiwa yamepamba moto. Katika kubwa ambalo linafanyika hapa ni kuchora watu hina pamoja na kuwaremba, lakini kikubwa ni kuwachora watu hina. Mwitikio wa watu kuja kujiremba kwa ajili ya kuswali Idi umekuwa ni mkubwa na wengi wanakuja kuchora hina. Kila kitu kiko vizuri. Yani maandalizi yote yamefanyika, na kitu kizuri ni kwamba Idi huwa inaambatana na harufu nzuri mtaani. Harufu nzuri mtaani inatokea jikoni. Jikoni kutanukia kwa sababu ni maandalizi ya mwezi mzima. Hatubabaiki kama tunavyobabaika na Januari, hapana. Hapa ni Idi, tumejiandaa, jikoni kutanukia alhamdulillah. Kweli kuku tunaye na tunatamba naye. Baada ya kwamba tumetoa fitri sasa na mchele tunao tumeandaa. Sisi kama viongozi na kwa maelekezo ya Sheikh wetu wa mkoa na Mheshimiwa Mufti, maandalizi yako vizuri kabisa, kila kitu tumeshakiandaa. Na swala la Idi sisi kwa mkoa wa Simiyu itaswaliwa katika uwanja wa CCM wilaya ya Bariadi majira ya saa 2 asubuhi. Na tunawahusia tu watu ambao na waumini kwa ujumla kuishi katika matendo mema ambayo tumekuwa tukiyaishi ndani ya mwezi huu, na tumejifunza vitu vingi, ukarimu pia, lakini pia uhalifu umepungua ndani ya kipindi hiki. Kwa sisi kama viongozi tunahimiza kuendelea kuishi katika mapenzi yaliyomema, kumpenda ndugu yako, kumpenda jamaa yako, lakini kumsaidia mtu ambaye ana uhitaji. Lakini sisi kama Simiyu, baada ya sherehe ya kesho, Idi ya kesho, tutakuwa na baraza la Idi ambalo litafanyika katika ukumbi wa Makuti siku ya Jumanne, Mwenyezi Mungu atakapotujalia inshallah, na tunawaalika waumini na viongozi wote wa mkoa wa Simiyu kushiriki nasi pamoja. Baraza la Idi ni kushukuru, lakini pia ni kusherehekea kwa pamoja na kula kwa pamoja. Shukurani na kuendelea kusherehekea kwa pamoja. Na wakazi wa Simiyu nimewapenda. Hina kwanza. Kwa umewapendea hina. Nimewapendea hina. Hawana jambo dogo Simiyu, hawajaituangusha. Haya, kwa wewe ambaye unatupigia simu, punguza sauti ya televisheni yako ili tuweze kusikiana vema, tusikilizane vema. Karibu, tunazungumza na nani na upo wapi hivi sasa? Unaongea na Mwalimu Masumbuko na Chuchi kutoka Mtwara. Karibu sana Mwalimu Masumbuko. Idi al-Fitri imekuwa ni ya namna gani kwako? Kwa
kwa kweli nimefurahi na familia, imeenda vizuri, watoto wamefurahi, wamekula na familia, nashukuru jamii imenitembelea. Sawa, kufurahi kwa familia bila shaka na shemeji ambaye alipata. Bila shaka sana. Tupate uzoefu kutoka kwako, ni namna gani nzuri zaidi ya kuweza kusherehekea siku kuu kama hizi? Cha msingi kwamba kuhakikisha tu kwamba unajipanga vizuri. Watoto wanapata kila kinachostahili kwa maana ya nguo na mke, lakini pia naendelea chakula, lakini pia kutoa fitri, maana mwezi huu ulikuwa mwezi wa kutoa fitri. Sasa nakushukuru sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana Mwalimu Masumbuko, yeye kesi ya Abaya kaimaliza. Alafu kuna hili mtaalamu wa saikolojia, swala la kutoa zawadi. Kuna wakati kwenye hizi sikukuu limeonekana kama ni jambo la mtu fulani kupeleka kwa mtu fulani. Kwa mfano ajenda hii ya Abaya ni kama ya mwanaume kwenda kwa mwanamke, na kama mwanamke pengine hastahili kutoa zawadi kwa mwanaume. Mwakilishi wao. Na unahisi atakwenda tawatetea. Karibu sana mkuu. Sisi hatupaswi kuletewa hata kanzu. Usituangushe bwana John. Karibu sana John. Usituangushe ndugu yangu. Usituangushe. Kwenye hilo. Naomba tusimpange cha kujibu. Naomba hii kwenye hii vita nisiingie. Ngoja nikiwashe. Twende kazi. Yaani unajua kila sherehe zina tamaduni zake. Na tamaduni za sherehe kama hii zaidi zawadi inazungumziwa zaidi kabla. Na sherehe za Krismasi zawadi inazungumziwa baada. Yaani ni kama muundo. Na mara nyingi kwenye hii sherehe hasa zaidi zinafanana. Utofauti wa wanawake na wanaume haupo mbali sana kutokana na tamaduni zao. Na tamaduni zao ni za mavazi. Yaani kwa mfano Mkristo mavazi avae nguo ya kawaida. Mchache sana avae nguo mpya. Lakini Muislamu kuvaa kanzu mpya kidogo inaongeza thamani. Ina thamani yake na ni ya thamani gani na hivyo. Kwa hiyo kupeana zawadi hasa kipindi cha Idi pande zote mbili naweza kusema kuna uwiano. Yaani kuna uwiano, nimekuletea kanzu, kuna uwiano, nimekuletea abaya, hivyo vina uingiliano kwa sababu yako mavazi rasmi ambayo yanavaliwa. Na alivyokuwa anasema mtaalamu hapa kwamba lazima yanane na goldi, yanane na goldi kidogo, hiyo inaweza ika mtetezi wao. Sasa nani anayestahili zaidi? Kutokana na dini mwanamke anastahili zaidi. Kwa sababu yani dini inavyozungumza ukitazama kwamba mwanaume anawajibika zaidi kwa mwanamke. Hata kama mwanamke anafanya kazi lazima uwajibike kwenye hilo. Sawa. Kutoka sehemu mbalimbali tumeendelea kupata uzoefu wakitoa maoni yao juu ya namna gani wamesherehekea siku kuu hii ya Eid al-Fitr. Twende huko Bukoba mkoani Kagera, na wao wamezungumza namna gani wamesherehekea. Nilifunga vizuri na wenzangu. Ramadhani ilienda vizuri. Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Na Eid nimesherehekea vizuri. Nimependeza, nimesherehekea na wanangu na wazazi wangu. Nilipendeza, namshukuru Mungu. Ramadhani ilikuwa nzuri sana. Kwa uwezo wake Allah, nashukuru. Na leo pia mambo yameenda vizuri kwa kusali. Pia nimesherehekea na familia yangu kwa furaha na amani. Watanzania mimi nawatakia sikukuu njema. Waendelee kuwa na amani kama ilivyokuwa leo. Ramadhani tumeifunga vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa, na ili tumeimaliza salama. Nimesherehekea na wazazi wangu mpaka kesho. Namshukuru Mungu, Idi imeisha salama. Kwa kweli tunaendelea kusherehekea. Mwenyezi Mungu ametujalia afya, tunaomba. Tunazidi kumuomba atujalie afya. Haya, maoni hayo kutoka Bukoba mkoani Kagera, na wao namna ambavyo walisherehekea
sikukuu hii muhimu sana. Eid al-Fitri, namna gani ambavyo nawe unaendelea kufurahia leo Eid pili kupita 0763809770. Unayo nafasi ya kupiga simu tukapata uzoefu kutoka kwako pia, na pengine una maswali ya kumuuliza mtaalamu wa saikolojia, basi atakujibu na utajifunza kitu. Dr. Frank kutoka Muheza, Tanga anasema kiukweli hizi sikukuu tuwe tunaangalia na uchumi wetu katika familia, maana kuna watu wanaingia mikopo tu sababu ya sikukuu. Hivi kuna ubaya kukopa kwa ajili ya matumizi? Kopa kwa sababu maalum. Lakini usikope kwa sababu ya kujionyesha. Kama familia yangu itafurahia, ukiwajibika nalo, sidhani kama ni shida. Kwa sababu kukopa hizuliki, lakini unakopa kwa sababu zipi? Sawa sawa. Mimi kwa kweli kukopa kwa sababu ya kumnunulia mtoto kitu, sio kumharibu kiakili. Unajua kuna ile kumpa mtoto kitu kuspoil. Sio hiyo, sizungumzi. Bali nienda kwa uwiano wako, kwa mazingira uliona. Watoto wanaelewa. Naomba ufahamu. Yaani kabisa maisha ya nyumbani kwako wewe na mumeo na mkeo, watoto wanajua kila kitu. Yaani naweza kafika mahali nilikuwa Mtwara, mtoto mama anataka kanunulie kitu mtoto, mama anamwambia mama usinunulie hicho, najua sasa hivi mama mazingira yako sio mazuri, ninunulie hichi. Anafahamu. Ukiona mtoto kama huyo, safi. Wanaelewa. Shida ni kwamba namna ambavyo unawakuza ndani ndio mazingira yanayoharibu. Yaani unakuta mama, mashindano ya mama kuvaa hiyo abaya, inaitwa abaya, na watoto kuvalishwa, unakuta mama yeye anataka zaidi abaya. Sasa ukipiga mahesabu, ukichukua hilo abaya moja kulinunua, tayari na maana watoto, unakuta baba kama yule amesema amekimbia anaomba msamaha watoto. Sio yeye tu, anawakilisha wengine waliokimbia. Sasa unajiangalia una watoto 5. Mazingira yanahitajika kiasi gani? Kwa hiyo unakuta mahitaji ya mama sio wa mama wote. Ni makubwa kushinda hata mahitaji ya watoto. Ni kipindi cha mama kujinyima. Yaani unajua mimi napenda sana tuweke watoto mbele kwa maana ya kuwasaidia. Then mama sisi tunakuja nyuma. Sawa, tuungane na mdau mwingine ambaye hivi sasa tunaungana naye. Habari za asubuhi, tunazungumza na nani kutoka wapi? Karibu. Habari nzuri, unazungumza na Mili Ali kutoka Chanika Buyuni. Chanika Buyuni. Karibu sana, tuambie Eid al-Fitri imekuwa ni sherehe ama siku ya namna gani kwa upande wako na familia? Eid kwa kweli, Eid tumefurahi vizuri, tunamshukuru Mungu. Sijui hapo studio. Sisi pia tunamshukuru Mungu na tumefurahi kama wewe ndugu yangu. Na kama kuna mwaliko wa Eid pili tupo tayari. Nakaribishwa. Asante sana. Asante sana. Ni namna gani mmesherehekea na familia, na tupatie pia uzoefu namna ipi nzuri zaidi pengine jamii inapaswa kusherehekea sikukuu kama hizi? Kwa kifupi, jamii inatakiwa tu idumishe amani, na serikali pia ishiriki katika kulinda amani hii. Bali maana leo ndo Sawa sawa, tunakushukuru sana ndugu yangu. Sawa, na mitakia Eid njema. Asante sana na kwako pia. Maoni ya mdau mwingine. Sawa. Huyu anaitwa Isaka kutoka Zanzibar. Sana nawapata vizuri. Huku Eid imeenda vizuri, tunamshukuru Mungu na tunawakaribisha Zanzibar Forodhani. Yaani sikukuu ikienda na hujafika pale Forodhani. Ukiwa Zanzibar. Ukiwa Zanzibar sasa. Sasa uende pale Forodhani. Na ni mji mzuri wa kitalii kabisa. Mikoa mingine imeshaanza kuwa na Forodhani aina yake. Nilikuwa Mtwara, kuna sehemu inaitwa Kokobichi. Yani na mazingira yake kama kidogo. Forodhani ndogo. Inaanza kweli, yani wanaanza kuiga. Lakini pia kitu ambacho nimejifunza kwenye kipindi cha Ramadhani inahitaji utulivu sana. Kuna mwingiliano mwingi. Zile sehemu labda ungekuwa unaenda unakuta labda ni dini moja imekaa, sasa hivi ni mwingiliano ni mkubwa. Yani hamna tena ile unakuta, na kipindi hichi sidhani kama umesikia siku na watu wamepigwa kula hadharani au kufanya hivi. Yani kidogo kumeingilia. Kwa hiyo nawapongeza sana watu wa Zanzibar, kwa kweli ni sehemu nzuri ya utulivu, ina sababu zake. Sawa. Tumezungumza mengi hapa na tulikuwa na wewe kama tulivyokujuza. Kwa ambao mmepata bahati ya kupiga simu na kushiriki, asanteni sana, lakini tupate nafasi sasa ya kuhitimisha. Kwa hayo tuliozungumza, sikukuu hizi zinaenda na kuna maisha baada ya sikukuu, na maisha lazima yaanza leo. Kesho. Tunaimaliza vizuri. Ungependa kuzungumza nini kwa kuhitimisha hapo? Unajua
mifumo isomane. Nasema mifumo isomane kwa sababu watoto wako kwenye sherehe. Kwa mfano leo, jana na leo watarudi shuleni, bado wako shuleni. Asirudi mtoto shuleni kesho ukaenda kumbebesha mzigo mwingine. Kwa mfano kama shule itakuwa na mitihani kesho, si muda mwafaka au sahihi kumpa mtoto mtihani, kwa sababu bado ana kimuemue. Ni kipindi ambacho anataka akamwambie mwenzake, nilikuwa kwenye waterfall, yani nilikuwa hivi. Sasa mtoto kumrudisha kwamba kesho anaingia kwenye mtihani si rafiki sana. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni vizuri hizi sherehe kama zinavyokuwa, hata kama bado ratiba za shule ziopo au mengine ya watoto kuwepo, yaende na uwiano kutokana na mpangilio wa akili ya watoto. Angalau kusogeze siku moja mbili ili mtoto akili tulie, ili aweze kuenda kwenye mazingira yake ya shule zaidi. Lakini wale ambao wako boarding, shule pia kutengeneza mazingira yaliyopo ili nao wapate fursa. Zaidi Instagram ya John Saikolojia, usijisahau kwamba leo ni siku ya kudanganywa. Usije ukadanganywa kama umelipiwa kodi ya nyumba, mwisho ukaja kutolewa vitu ndani. Sasa kubwa. Sawa. Asante sana Bwana John Ambrose, tunafurahi kuwa na wewe katika Idi Pili na tunakutakia nimesikiliza kwa hisia zote. Uendelee kusherehekea kwa amani. Na nashukuru, ila waliofunga ndoa kabla ya Ramadhani waheshimu ndoa zao, tutakutana nayo Ramadhani.